wimbo wanasema kwamba ule utunzi kabisa ukimsikiza ni kama Baba Levo ndo ameweza kuandika ile ngoma. Baba Levo hana uwezo wa kuandika ngoma kama hiyo, na nitakwambia and I stand to be corrected. Yes. Niambie kuna msanii gani mpya amewahi kutoka kwenye nchi hii ndani ya siku moja msanii mpya akapata views zaidi ya 100,000 on YouTube. Nitajie msanii mpya kabisa kwa mara ya kwanza, siku ya kwanza ndani ya masaa 24 akawa na views 100,000. Kuna uwezekano mkubwa sana hii ni record ambayo imewekwa na mzee wa Kaliwa ndani ya masaa 24, views 100,000 kwa msanii mpya, ndo anasikika kwa mara ya kwanza, na mgongoni kwake hakuna lebo, hakuna msanii yoyote yule ambaye amewekwa kumgongoni, ni yeye mwenyewe, show ya mwanaume mmoja. Nitajia hapo. Labda watu wanaweza kusema ukubwa wako ambao unao kwenye industry ya utangazaji huenda ndio ambayo imekupa kama lift. Mimi nina ukubwa wa utangazaji, lakini nina upya wa sanaa. Unanielewa? Mimi ni sanaa mpya tena. Mimi nina ukubwa kwenye media, utangazaji na uandishi wa habari, lakini sina ukubwa huo wa kwenye sanaa ya uimbaji. Wakati kikao kikiendelea na Mheshimiwa Mapana akiwa na play ile nyimbo, nikakuona ukawa mtulivu sana. Ulikuwa unawaza nini? Mniombee. Yaani nyimbo ni mniombee. Wanaposikiliza watu wenye mamlaka, sisi wengine inabidi ni dua tu kwamba mniombee, kwa sababu ndicho ambacho kimeimbwa, na ndio maana unaona hata wakati Dr. Mapana ameniuliza, ule ndio msingi wa ule wimbo. Wako watu wengi sana wanafanya maovu kwenye jamii yetu, na hatutaki kusema ukweli, kwa sababu kuna namna tunataka tufiche watu wasiujue ukweli. Hata uwe umekosa namna gani, bado una nafasi mbele za Mwenyezi Mungu. Ule wimbo unazungumza ni dhambi tupu kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa wimbo, na tunaambiwa pia kwenye vitabu vitakatifu kwamba mwanadamu sio mkamilifu, na ndio maana kwenye kila dhambi niliyoitaja, kama kwa lugha ya picha, mbele yake ulikuwa unaona kama napiga magoti kwamba hii ni dhambi, na ndio maana nimetaja viongozi wakubwa wa kiimani. Kwa wale ambao tunaamini Mungu yupo, wale ndio viongozi wetu ambao wapo kwenye kutusaidia, kwenye kutuongoza na kutufanya kuwa watu wema zaidi. Kwa hiyo hata uwe mkosefu vipi, bado mbele za Mwenyezi Mungu uko mlango wa toba, uko mlango wa msamaha, na hiki ndicho ambacho kinaimbwa kwenye ngoma ya Mniombee. Sawa, Oscar, natamani sana kusikia take ya bosi wako Diamond Platinum baada ya kusikia ngoma yako. Kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini. Unanielewa? Na amefurahia kile ambacho kilifanyika, kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati tunataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Nakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Kufanya kazi serikalini. Fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye kaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5. Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch, sikumshirikisha mtu, kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha usipende sana kushirikisha watu, as long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nikaswitch. Nilivyoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia, na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndio naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema, ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeshakamilika kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA, kwanza naenda kukamilisha usajili,
nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Niombee, sababu nilishauliza na nikaambia utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, sawa. Natamani kufahamu kitu kimoja kutoka swali la mwisho swali la mwisho samani, lakini Oscar bosi wako Diamond Platinum baada ya kuisikia ngoma yako, kuna mazungumzo yote ambayo umeyazungumza, comments yoyote kupitia ngoma yako? Amesema Oscar ndio msanii mkubwa wa hip hop anayekuja hapa nchini. Unaelewa? Na amefurahia kila ambacho kilifanyika kwa sababu naye pia hakuwa anajua. Kwa hiyo nilitaka kumsurprise. Nilitaka niwe na mawazo huru bila kushirikisha watu wengi sana wakati unataka kushift kutoka career moja kwenda career ya pili. Nakumbuka mimi nilianza maisha wakati nimetoka chuo, nilianza maisha na ualimu. Kufanya kazi serikalini. Fundisha sekondari kama miaka 5 hivi. Baadaye kaenda chuo kikuu nikafanya kazi kama mwaka 1.5. Lakini baadaye nikataka kushift kutoka kwenye ualimu kwenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji. Wakati nataka kuswitch sikumshirikisha mtu. Kwa sababu unapotaka kufanya maamuzi makubwa kwenye maisha usipende sana kushirikisha watu. As long as wewe unaamini katika hayo mawazo. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilitokea. Kwa hiyo nika switch. Nilivyoenda kwenye uandishi wa habari na utangazaji, nako pia mbona huyu ni mwalimu? Sasa huyu mwalimu amefikaje huko kwenye uandishi wa habari na utangazaji? Lakini nikaendelea kufanya kazi iliyokuwa bora, na ndio maana saizi jumuiya ya Watanzania wengi wananitambua kama mwandishi wa habari na mtangazaji. Hakuna mtu anakumbuka kama mimi ni mwalimu pia na ni mwalimu kitaaluma. Sawa. Same thing. Wakati nataka kuswitch kutoka kwenye uandishi wa habari na utangazaji na kwenda kwenye career nyingine, sikutaka kushirikisha watu. Nilitaka ni switch kwanza, baada ya kuwa kila kitu kimeshakaa sawa, alafu ndio naweza nikawaengage watu. Kwa mfano niwape tu habari njema, ni kwamba tayari kuna nyimbo 20 ambazo zimeshakamilika kwenye kila kitu, na kwa mwongozo ambao nimepewa leo BASATA, kwanza naenda kukamilisha usajili. Nilikuta nimeuanza kabla ya kuachia hii nyimbo ya Niombee, sababu nilishauliza na nikaambia utaratibu. Wakati nimekuja hapa kutaka kufanya hiyo registration, tulikuta mtandao uko down na tayari ile nyimbo nilikuwa nimesha process kwenye platforms. Unajua kipa siku kadhaa wimbo utakuwa umetoka, ndio maana wimbo umetoka kabla ya kufanya huu usajili. Lakini leo sitotoka hapa mpaka usajili huo umekamilika. Nitakuwa nimelipa pia na ada yangu hiyo ya mwaka ili kurasimisha hiki ambacho nakifanya. Na baada ya hapa ni tuone sasa hizi ngoma 20 tunazifanyaje kuzipeleka kwa wananchi waende kupata burudani. Okay, sawa. Natamani kufahamu kitu kimoja kutoka swali la mwisho samani, lakini Oscar